Udhu. Swala, kuzunguka Al-Kaaba na kugusa msahafu ni ibada ambazo hasikubaliwi kwa Muislamu bila ya tahara, kwa kutumia maji kuosha viungo maalumu kwa utaratibu maalumu unaojulikana kama udhu. Mwenyezi Mungu aliyetukuka anasema, enyi mlioamini, mkiinuka kutaka kuswali, osheni nyuso zenu, mikono yenu mpaka kwenye kiwiko, na panguseni vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka kwenye vifundo viwili. Na Mtume rehema na amani zimfikie yeye alimwambia mwanamke aliyehedhini, usitufu mpaka utwahirike. Na hakika Mola Mwenyezi Mungu alisema kuhusu msahafu, hawaigusi isipokuwa wale waliotwahirika, na imependekezwa kutawadha katika mambo mengine yasiyokuwa hayo. Mtume rehema na amani zimfikie yeye alisema, hajilazimishi na udhu isipokuwa mwenye imani. Na imependekezwa zaidi wakati wa kujadidisha udhu kwa kila swala, na wakati wa kumtaja Mwenyezi Mungu, na kuomba, na kusoma Qur'an, na kabla ya kulala, na ni sunna kutawadha kabla ya kuoga kwa mwenye janaba, na mwenye kubeba maiti, na baada ya kila tukio la kutangua udhu, hata kama hataki kuswali. Na kwa kuwa na udhu ni sababu ya kupendwa na Mwenyezi Mungu, na udhu ni alama ya umma Muhammad rehma na amani zimfikie yeye, kwa kuwa watakuja siku ya Kiyama wakiwa weupe na nyuso na viungo vya udhu. Kwa kauli yake Mtume rehma na amani zimfikie yeye, hakika ya umma wangu watakuja siku ya Kiyama wakiwa weupe nyuso na viungo, kutokana na athari ya kutawadha. Basi yoyote miongoni mwenu anaweza kurefusha weupe wake na afanye. Na udhu unafuta dhambi na makosa, kama alivyosema Mtume rehema na amani zimfikie yeye, mwenye kutawadha akautengeza udhu wake, basi dhambi zake hutoka mwilini mwake mpaka kutoka chini ya kucha zake. Na kwa udhu Mwenyezi Mungu huinua daraja. Mtume rehema na amani zimfikie yeye alisema, je, niwaonyesheni nyinyi kile ambacho kwacho Mwenyezi Mungu hufuta dhambi na huinua daraja? Wakasema, kwa nini ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume akajibu, ni kukamilisha udhu kwenye hali zisizopendwa, na kukithirisha hatua za kwenda msikitini, na kungojea swala baada ya swala, hiyo ndiyo jihad. Na kabla ya mtu kuanza kushika udhu, ni lazima kuhudhurisha nia moyoni. Kisha ataanza kutaja jina la Mwenyezi Mungu kwa kusema Bismillah, na kuosha baada ya hapo vitanga viwili vya mikono mara 3 kabla ya kupiga mswaki ili kujiandaa. Baada ya hapo kusukutua, nayo ni kutia maji kinywani na kuyageuza mara 3. Na baada ya kusukutua ataanza mwenye kushika udhu kuvuta maji puani na kupaliza mara 3. Nayo ni tendo la kuvuta maji kwa pumzi ndani ya pua kisha kuyatoa. Na ni sunna tendo la kusukutua na kupandisha maji puani kuwe kwa mteko mmoja. Kuosha uso ni kuanzia mameleo ya nywele za kichwa na mpaka chini ya kidevu, na kuanzia sikio mpaka sikio. Nayo ni nguzo inayofuatilia na inaingia vile vile kupitisha maji ndani ya ndevu. Na baada ya kufanya hivyo, ataanza mwenye kutawadha kuosha mkono wa kulia kuanzia ncha za vidole mpaka kifundoni mara 3, kisha mkono wa kushoto kama hivyo. Kisha atapangusa mwenye kutawadha kichwa chake, mwanzo wa kichwa mpaka kwenye kishogo, kisha kurudisha mwanzo wake mara nyingine mara 1, na baadaye atapangusa kati ya masikio kwa kidole cha shahada na nje kwa kidole cha gumba mara 1, na mwisho ataosha mguu wa kulia hadi kwenye vifundo mara 3, kisha mguu wa kushoto hivyo hivyo. Yote yaliyotajwa ni lazima kupatikana utaratibu
baina ya viungo. Kama ilivyo lazima kufuatanisha viungo katika kuosha, asiakhirishe kuosha kiungo mpaka kikauke kiungo ambacho kabla yake. Na imeshurutishwa kutumia maji masafi katika kutawadha na kuondosha kila kitu kinachozuia maji kufika ngozini kama mafuta mazito na rangi ya kucha na mengine. Kama inavyopendekezwa kwa mwenye kutawadha kuosha viungo mara 3, isipokuwa kupangusa kichwa na masikio, haizidishi mara moja katika kupangusa. Ni sunna vile vile kuanza kwa upande wa kulia na kuzidisha kuosha vifundo vya mikono na miguu. Na ni sunna kufikisha maji ndani ya ndevu ili afike maji katika ngozi ya uso, na kufikisha maji kwenye vidole vya mikono na miguu. Na miongoni mwa sunna ni kusugua viungo kwa mkono pasipo tosheleza kumiminia maji. Kutumia maji kwa uangalifu ni sunna. Alisema Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, kwa hakika kutakuwa na watu katika umma wangu wanapita mipaka wakati wa kushika udhu, yani wanafanya israfu kutumia maji ya udhu. Baada ya kumaliza kutawadha, ni sunna kwake kuomba dua kwa mapokezi ya Mtume, rehema na amani zimfikie yeye. Alisema: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Na inapendekezwa vile vile kuswali rakaa 2 baada ya kutawadha. Amesema Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, mwenye kutawadha kama ninavyotawadha mimi, kisha kainuka kaswali rakaa 2 bila kusema na nafsi yake, atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Na kwenye udhu kuna mambo yanayotangua. Wameyataja hawa wanavyuoni katika vitabu vya fiqh. Jambo la kwanza ni kila kitu kinachotoka kwenye mojawapo ya njia 2, mfano wa mkojo, choo, upepo au kushuta. Amesema Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, Mwenyezi Mungu akubali swala ya mmoja wenu akitokwa na hadathi mpaka atawadhe. Na vile vile inaharibu udhu usingizi mzito ambao mtu hafahamu chochote, na kinaingia hapa kila kinachofanana na hicho, kama kukosa fahamu na kupoteza fahamu kikamilifu. Na miongoni mwa mambo yenye kuharibu udhu ni kula nyama ngamia. Kwa hadithi ya Jabir bin Samura kwamba mtu alimuuliza Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, je, tutatawadha kwa kula nyama ngamia? Akasema ndiyo. Na miongoni mwa mambo mengine yanayoharibu udhu ni kugusa tupu kwa mkono bila kizuizi. Kwa hadithi ya Busra binti Safwan, alimsikia Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, akasema, mwenye kugusa tupu yake basi atawadhe. Na mlango wa udhu ni mkubwa, umekusanya maswala na adabu nyingi. Kwa mfano, Muislamu akiamka kutoka usingizini na akitaka kushika udhu kutumia chombo cha maji, imependekezwa asichote humo kwa mikono yake mpaka aoshe mara 3 kwa neno lake Mtume, rehema na amani zimfikie yeye. Akiamka mmoja wenu kutoka kwenye usingizi, basi na asiingize mkono wake chomboni mpaka aoshe mikono yake mara 3, kwani hajui mkono wake ulilala wapi. Na ikitokea shaka katika kutawadha, kunategemea kaida inayojulikana na inayothibitisha kwamba asili ni kujengea yakini. Lau mtu alikuwa na yakini kuwa alitawadha kisha kafanya shaka kuwa udhu wake umetanguka, basi atajengea yakini yake nayo ni kuwa na udhu. Na lau alikuwa na yakini kuwa hana udhu kisha kafanya shaka ametawadha au la, basi yakini ni kuwa yeye hakuwa na udhu. Na Muislamu anapotawadha akaosha viungo vinavyotakikana kuoshwa kwa mwenye kutawadha, mara 1 au mara 2 au vingine mara 1 na vingine mara 2 au mara 3, udhu wake ni sahihi. Lakini atakuwa ameacha kufanya lililo bora, kama ilivyopokelewa kuwa mbedui mmoja alikuja kwa Mtume, rehema na amani zimfikie yeye, kumuuliza juu ya kutawadha.
akamwonyesha udhu mara 3 kisha akasema, kutawadha ni namna hii, na mwenye kuzidisha hapo amekosea, amepita mpaka na amedhulumu. Na mara nyingine Muislamu anaswali bila ya udhu kwa kusahau, na wakati huo itamlazimu kurudia swala anapokumbuka. Na mtu akitawadha kisha kaingiwa na najisi, basi ataiondoa najisi wala harudi kutawadha, kwa kuwa kuingia najisi hakutangui udhu. Ni lazima jihadhari Muislamu na kutoeneza maji katika kutawadha, kwa riwaya iliyopokelewa kuwa mtu mmoja alitawadha akaacha eneo dogo kadri ya ukucha kwenye nyayo. Mtume rehma na amani zimfikie yeye akaliona na akasema, rudi utawadhe kwa uzuri. Akarudi kisha akaswali. Wanavyuoni wa fiqh walitanabaisha katika vitabu vyao vya kuwa kupangusa shingo sio miongoni mwa matendo ya kutawadha, isipokuwa akihitaji kupangusa, hapo ataipangusa kabla au baada ya kumalizika udhu. Na walitahadharisha na kuonya wakati huo huo kuleta dhikri ambazo hazikuja katika sheria, mfano kuleta dua maalumu katika kuosha kila kiungo na kusema Zamzam mwenye kutawadha, ili Muislamu ashikamane na ajilazimishe na sunna ya Mtume rehma na amani zimfikie yeye kwa ukweli.